ndio wafanye kazi, kila mtu anaelewana na mtu yake. Bara Sahara Ahmed alifikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkuu katika mahakama za Kahawa jijini Nairobi, ambapo maafisa wa upelelezi walifanikiwa kuomba amri ya kumshikilia mahabusu huku uchunguzi kuhusu video iliyosambaa mtandaoni ukiendelea. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya X, Directorate of Criminal Investigations (DCI) ilisema kuwa mshukiwa atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani kwa siku 10 ili kuruhusu uchunguzi kukamilika. DCI ilieleza kuwa uchunguzi huo unahusiana na madai ya hotuba ya chuki na uchochezi wa kikabila unaodaiwa kutolewa katika kauli zilizomo kwenye video hiyo iliyosambaa kwa kasi. Mahakama pia imeruhusu uchunguzi wa kitaalamu wa ushahidi wa kidijitali ukiwemo rekodi za simu na miamala ya kifedha. Hatua hizi, kwa mujibu wa wachunguzi, ni muhimu kubaini mazingira kamili ya tukio hilo. Baada ya muda wa siku 10 kuisha, maafisa wa upelelezi wanatarajiwa kurejea mahakamani na matokeo ya uchunguzi wao. Kesi hiyo imeibua mjadala mpya kuhusu nafasi ya mitandao ya kijamii katika kusambaza maudhui yenye uchochezi, pamoja na shinikizo linaloongezeka kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka pale maudhui ya mtandaoni yanapovuka mipaka ya kisheria. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, National Cohesion and Integration Commission (NCIC) ililaani vikali matamshi yaliyodaiwa kutolewa na Bare Ahmed, ikisema kuwa uhuru wa kujieleza nchini Kenya haujumuishi hotuba ya chuki, uchochezi wa vurugu au propaganda za vita. Tume hiyo pia ilisisitiza kuwa kila Mkenya ana haki ya kuishi, kufanya kazi na kushiriki shughuli halali katika sehemu yoyote ya nchi bila hofu ya ubaguzi au vitisho.